mpenzi mtazamaji wa Junior TV, leo tuko na shabiki wa Yanga tena Baraka. Baraka, tumetoka kuangalia dabi ya wanawake Simba Queens na Yanga Princess, na tunaona leo Yanga Princess wameweza kupata ushindi wa goli 1-0. Unadhani mechi, unazungumziaje mechi hii ya leo? Mechi ya leo ilikuwa nzuri, ni mechi moja ambayo ni nzuri sana kwa sababu unajua, ngoja nikwambie kitu. Miaka ya nyuma tulikuwa tunapata shida sana kwenye ligi yetu ya wanawake. Sawa? Tulikuwa tunashuhudia kwamba timu nyingi zikiwa ziko zofu hali, sio, umeelewa? Lakini sasa hivi wawekezaji wameamua kutia nguvu katika ligi yetu ya wanawake, na tumeona mfano mzuri kutoka kwa GSM ambayo ametia pesa kwa Yanga Princess, sio, umeelewa? Tunaona Yanga Princess wanafanya vizuri, na yote ni uwekezaji. Tunaona wachezaji wakubwa, tunaona makocha wenye vigezo, kocha wenye sifa, tunaona watu wa mpira wakiongoza mpira wa wanawake. Kwa hiyo hili swala la leo lilikuwa ni swala la muda tu, sio, umeelewa? Young Africans, sio, umeelewa, kwa ukubwa wake, yoyote unaomuona Yanga, yoyote kwenye taasisi ya Yanga, basi ni tishio, sio, umeelewa? Kwa Yanga Princess ni tishio kwenye ligi ya wanawake kwa sababu tayari yupo, ni mmoja wa taasisi ya wanayanga, sio, umeelewa? Kwa hiki kilichofanyika leo tumeonesha ukubwa wetu. Wanajaribu kuuliza ukubwa wetu, lakini tumejaribu kuwaonesha kwamba sisi sio kwa upande wa wanaume tu, hata upande wa kina mama tuna uwezo wa kuwaonea vile vile. Sisi tunamuonea mtu uwanjani, sio nje ya uwanja. Hatuleti figisu za nje ya uwanja, tunaleta ubabe ndani ya uwanja, na ndio tulichokionyesha kwa Yanga Princess. Baraka, tumeona dabi ya wanawake imeweza kufanyika smooth kabisa, wachezaji wameweza kuingia, mashabiki wameweza kuingia uwanjani. Unadhani hii inaashiria kwamba soka la wanawake wako na nidhamu sana kushinda soka la kiume? Ni kweli soka la wanawake lina nidhamu, lakini hata soka la kiume vilabu vina nidhamu, lakini kuna watu wanajaribu kuondoa nidhamu yetu sisi kama upande wa soka la kiume, sio, umeelewa? Young Africans tuna nidhamu kubwa, ndio maana tumepeleka timu, hatujabadilisha tarehe. Umeona? Hiyo ni tumefuata misingi yetu, lakini waliokosa nidhamu wanajulikana. Kisingizio kama kile sio cha kufanya usicheze mechi. Kwa umeona kwamba wamekosa nidhamu, na bodi ya ligi wamewachekea na wamewakumbatia watu ambao wamejaribu kuvunja sheria za ligi, wamejaribu kukosa nidhamu. Hilo ni kitu cha ajabu sana. Mimi nashangaa bodi ya ligi wangekuwa wa kwanza kuwa wakali kwa kitu ambacho wamekifanya Simba Sports Club, lakini wamewakumbatia na kuwashika. Hiko ndo kitu cha ajabu, si umeelewa? Lakini kwa nidhamu Young Africans tuna nidhamu kubwa tu, sio kwa upande wa wanawake, hata Young Africans tuna nidhamu kubwa sana. Tunaona Young Africans wameweza kwenda CAS kudai pointi zao 3 na ile hali dabi ya Zamalek na Misri pointi 3 ziliweza kugawiwa hapo kwenye uwanja. Unadhani kitu gani kinachosababisha maamuzi ya dabi ya Kariakoo kuchukua muda mrefu? Unajua, ukakasi wa kimaamuzi sawa unatokana na pale viongozi wetu wanashindwa kutenda haki, wanajaribu kuchagua upande. Sasa ukishauchagua upande, lazima kuna upande mwingine utauonea. Yale maamuzi yalikuwa yako meupe. Mechi inachezwa tarehe 8, timu haijaja uwanjani. Kivyote ilitakiwa Yanga tupewe alama 3, si umeelewa? Lakini wameshindwa kufanya hivyo, wameahirisha mechi. Sababu ya msingi ya kuahirisha mechi haipo. Ndio maana sisi tunajaribu kuwaambia sababu ya msingi ya kuahirisha mechi ni ipi. Ndio maana sisi tunaenda CAS kwa sababu tumeona hapo wameshindwa kutusikiliza. Tumefuata taratibu, hatujakurupuka tu kwenda CAS. Tumefuata taratibu hapa ndani, tukaona hatujasikilizwa, tukaona kwamba watu wameshindwa kutuona tuna sababu za msingi na hoja za msingi. Ndio maana tukaamua kwenda CAS kwa sababu yule ndio mtetezi wa vilabu vyote, ndio mtetezi wa mpira wetu wa Afrika. Kwa hiyo ndio maana tumeenda kule kudai haki yetu. Sisi kiukweli msimamo wetu uko pale pale. Sisi hatuwezi kucheza na Simba Sports Club kwa sababu tarehe ya mechi husika ilishakuwepo na sisi tulipeleka timu uwanjani, wao walishindwa kuleta timu uwanjani bila sababu ya msingi. Kwa hiyo hakuna haja ya mechi kuchezwa tena. Sisi tunachohitaji ni haki yetu tuipate. Kama wameshindwa kutupa haki kwenye ardhi ya Tanzania, basi tutaenda kupewa haki sehemu ambayo tunastahili kupata haki. Rais wa TFF ameweza kusema kuwa watu wanashindikiza bodi ya ligi waweze kujihudhuru, na yeye akasema pia mnadhani kwenye vilabu vyenu havina madhaifu. Unadhani anazungumzia nani husika, na unadhani madhaifu gani anayoyazungumzia Wallace Karia? Hilo tayari ni kosa kwa Wallace Karia. Sawa, ni kiongozi wetu wa mpira ambaye amefanya vizuri sana katika miaka yake kiukweli, lakini anajaribu kujichafua kwa vitu vidogo sana. Hiki kitu kitamchafua sana Karia kwa sababu uwezi ukaiongelea vibaya Young Africans. Wewe kama kiongozi unasema umeilea Young Africans, umeibeba Young Africans. Umeibeba timu ambayo inatumia pesa nyingi kuwekeza kwenye timu yake. Unaibebaje timu ambayo inasajili wachezaji bora, inasajili benchi la ufundi bora, ina mashabiki bora? Si Yanga tunashinda, tunafanya vizuri katika kipindi chake kwa sababu tuna uwezo na tumedhatiti. Viongozi wetu na GSM uwekezaji wetu wametia pesa, sio kwa sababu ya Karia. Lakini pia hiyo kauli yake ina mashaka. Yeye kama kiongozi anawezaje kusema kwamba mimi nimewaifavor sana Young Africans? Maana yake hayupo sawa, yeye mwenyewe ana shida. Unaifavaje timu wakati wewe unatakiwa uwe na utende haki?
Kwa hiyo anaonesha kwamba anajaribu kujikufukia makosa kwa kutumia kosa. Hilo ni kosa. Huwezi kuhalalisha kosa kwa kosa. Si umeelewa? Tayari umeshatenda kosa, inabidi uje chini, utulie, uwe mnyenyekevu, uombe uwezekano wa kujaribu kuzungumzika haya mambo, kwa sababu tayari bodi ya ligi walishakosea. Aliyowakataza Simba wasiingie uwanjani ni meneja wa uwanja. Meneja wa uwanja ni yupo kwenye nini? Kwenye bodi ya ligi na TFF. Sasa kwa nini hawakatazi TFF? Hilo ni swali. Ndio maana mimi nikajiongeza nikasema TFF na bodi ya ligi wenyewe wanahusika kwenye hili. Ile mechi walikuwa wanajua kabisa haitaki kucheza na walikubaliana na Simba ile mechi wasicheze. Kwa sababu gani? Meneja anawakataza vipi wasiingie uwanjani? Hivi meneja angesema ingieni, Yanga wangewakataza Simba wasiingie uwanjani? Sio kweli. Na hata ile kusema mabouncer wa Simba wa Yanga wamewalinda ni kutafuta tu sababu, lakini sio kweli. Walikatazwa na bodi ya ligi. Kulikuwa na uwezekano baada ya kukatazwa na bodi ya ligi na meneja uwanja kwa sababu ya kukosa nini? Taarifa. Ilibidi tu waandike taarifa. Mbona taarifa ya kuahirisha mechi waliandika muda mfupi tu akaitoa? Kwa nini walishindwa kuandika taarifa pale pale masaa mawili waliokaa uwanjani wakatoa taarifa kama sisi tunakuja kutrain? Je, wangekatazwa? Lakini hawakufanya hivyo. Maana yake ni hawakutaka kufuata sheria, kwa sababu kuna kitu walikuwa wanakihitaji, na kitu wanachokihitaji ilikuwa kutokucheza ile mechi. Huo ndio ukweli, tusipinge pinge. Si umeelewa? Na bodi ya ligi pia wanahusika. Kwa nini? Kama meneja wa uwanja ameshindwaje kuwaruhusu kama hawana kibali na wanasema kwamba kutoa taarifa sio issue? Kwa nini meneja wa uwanja asiwaruhusu? Hilo ni swali la msingi. Kwa nini asiwaruhusu? Kama bodi ya ligi sawa, wanasema wenyewe Simba wanajitetea kwamba kutoa taarifa sio lazima, basi kwa nini meneja asiwazuie? Maana yake ile ni oda kwamba wazuiwe ili kutafuta sababu tu ya ile mechi kutokuchezwa. Si umenielewa? Lakini sababu kulikuwa kuna sababu ya msingi. Yaani ukiangalia hakuna sababu ya msingi. Sasa Yanga hauwezi kuwapelekesha Karia, hamwezi kuipelekesha Young Africans. Yanga wanasimamia kwenye misimamo yao, wanasimamia kwenye njia zao. Sisi hatuwezi kucheza sio kwa sababu ya kiburi. Sisi hatuchezi kwa sababu tunajua haki yetu ilipo na tunaidai haki yetu. Bodi ya ligi na TFF wamekosea. Kwa nini wasishuke kutafuta njia mbadala? Sawa, wanasema tuahirishe mechi. Unaahirisha mechi kiolela namna vile. Hivi kweli ndio mpira unavyotokea? Athara ngapi zimesababishwa kwenye ile mechi? Yanga ameingia athara ngapi? Si umeelewa? Washabiki kutoka sehemu mbalimbali wameingia athari kiasi gani? Afikiri rahisi tunaahirisha mechi. Haya mambo yatakuwa mpaka lini sasa? Una ujumbe gani kwa mashabiki wa Young Africans kwenye msimu huu wa Ramadhani? Hii ndio dabi yetu ya mwisho kucheza, ambayo tumecheza na Yanga Queens. Hatuna dabi nyingine yoyote. Mwana Yanga, sisi ni wakubwa. Si umeelewa? Sisi ni wakubwa, lazima tuoneshe ukubwa wetu. Hatuwezi kupelekeshwa hata siku moja. Kwa hiyo viongozi wetu wapo sahihi na viongozi wetu hawajakurupuka kutoa maamuzi. Hizo ni falsafa za Young Africans. Hata kiongozi yoyote angekaa pale, hata ningekuwa mimi ningetoa maamuzi yao, kwa sababu Yanga ndio falsafa zetu, sio kupelekwa. Kwa hiyo hamna haja hata ya kuwafungia viongozi wetu. Asante sana. Ile ni misimamo ya Young Africans. Asante.